tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuko vizuri, tuko sawa sawa, tumeamka salama. Sisi tumemaliza session yetu ya mwisho kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Tunafahamu, tunatambua tunakwenda kucheza dhidi ya timu kubwa, timu yenye wachezaji wazuri, wako unbeaten, wanaongoza ligi. Lakini ukweli ni kwamba kesho ni siku ya kuwaonesha na kuwakumbusha watu kwamba Pamba Jiji Football Club ni timu ya aina gani. Kwa hiyo tuwaambie mashabiki wa mpira, mashabiki wa klabu ya Pamba, mashabiki wa kanda ya Ziwa na wengine ambao wako safarini kuingia jijini Mwanza kwa ajili ya mchezo wa kesho, sisi kama klabu ya Pamba Jiji tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Haitakuwa rahisi hata kidogo, lakini lengo kwenye mchezo wa kesho ni kuwakumbusha watu kama walisahau kwamba Pamba Jiji Football Club ya msimu huu ni aina ipi ya timu. Hatuna changamoto yoyote, hatumuhofii yeyote, zaidi tunaziheshimu timu zote ambazo ziko ligi kuu soka Tanzania bara. Ndio maana nikasema wanafungika na kesho tutakwenda kuwafunga kunako uwanja wa CCM Kirumba. Kwa hiyo unajua nini cha kufanya wakati gani. Kwa hiyo siko hapa kukuambia Upete unatakiwa uchukue lipi na lipi. Kwa lile ambalo utaona kwako wewe linakufaa, hilo ndio beba ndugu yangu, ondoka nalo. Lakini sisi kama club, narudia tena, tumejipanga vizuri kuhakikisha kesho kunako uwanja wa CCM Kirumba heshima yetu ambayo imepotea kwa miaka kadhaa dhidi yao tunakwenda kuirejesha kesho. Kwa hiyo hatuna lingine, hatuna sababu yote ya kwenda tunabembelezana, tunatiatia huruma, tunaenda kinyonge, hapana. Zaidi tunawaheshimu wao na timu zote ambazo ziko kunako ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini kesho kwa ubora wa kikosi ambacho tuko nacho, quality ya mwalimu wetu Francis Baraza, hatuna chochote cha kuhofia kunako mchezo wa kesho. Mashabiki na wapenzi, niwaambie mchezo uliopita tulipata shida kidogo, watu walikuja na matokeo yao, walivyokutana na kitu cha tofauti ndani ya dakika 90 walianza kuleta fujo, walianza kugombana na watu, walipiga watu mpaka ikawa kuna shida. Kwa hiyo niwaombe mashabiki wa timu zote mbili ambazo watakuja kuangalia mchezo hiyo kesho, matokeo ya mchezo kati ya Pamba Jiji dhidi ya Young Africans yanapatikana kesho baada ya dakika 90 kunako uwanja wa CCM Kirumba. Yale matokeo ambayo uko nayo nyumbani, yale matokeo ambayo watu wamesafiri wamekuja nayo, wayaache mahotelini, wayaache majumbani kwao. Matokeo watayakuta kunako uwanja wa CCM Kirumba. Ukija na dhana na matokeo yako mwenyewe, ndio yale ambayo yalitokea kwenye mchezo ambao ulipita. Kwa hiyo sisi tuko tayari kwenye maeneo yote, na tuwaambie tu watu wakate tiketi mapema. Tiketi zimeshaanza kuuzwa leo kwenye magari, lakini pia kwenye vituo mbalimbali. Kwa watu waende wakakate tiketi. Tukutane kesho kunako uwanja wa CCM Kirumba. Zote mbili za kesho nikijumlisha na timu yangu kwa maana ya Pamba pamoja na Young Africans, matokeo tunatakiwa tuyaache nyumbani kwetu. Matokeo ya mchezo kati ya Pamba na Yanga yanapatikana kunako uwanja wa CCM Kirumba kesho baada ya dakika 90. Kusema kwamba kuna nini ambacho kinazungumzwa au kwa sababu gani, siwezi nikawa najibu, kwa sababu bahati mbaya ni wewe ndio umeniface kuuliza hilo swali, lakini ni ukweli. Nikisema sioni nitakuwa naongopa. Kwa hiyo ni kweli hayo mambo nayaona yanazungumzwa. Ndio maana sasa nikasema kuna vitu vingine ambavyo tunavifanya kuelekea kwenye mchezo ambavyo haikuwahi kuwa kawaida kuelekea kwenye huo mchezo wa kesho. Kwa hiyo pengine Upete natamani majibu ya hili swali nije niajibu au zijibu dakika 90 za mchezo wa kesho. Sasa ukimaliza mwenyewe useme kweli hapa kulikuwa kuna mechi au kulikuwa kuna mambo mengine. Hii ni mechi ambayo tunaitaka kuliko vile ambavyo watu wanafikiria. Lakini hatuna sababu na hatuna jambo lolote la kumwaminisha mtu kwamba tunakwenda kufanya nini kwenye mchezo wa kesho. Kwa haya ambao wanasema bwana Upete acha yasemwe, tunatamani sisi majibu yetu tuyajibu baada ya dakika 90 kwenye mchezo huo wa kesho. Tu sisi hatuna undugu na timu yoyote. Sisi tuna undugu na Pamba Jiji Football Club peke yake. Labda kama wewe Zai una timu, sasa tuanze kuwa undugu na wewe Pamba Jiji peke yake.